Unasema kwamba mjamzito daktari? Ujauzito huo kautolea wapi? Ah, lakini ni mwanamke na sio mtoto mdogo. Ana miaka michache. Sasa sijui kwa nini swala hili linakushangaza. Na sijui kwa nini swala hili limemfanya mpaka akachanganyikiwa kiasi hiko. Kiasi cha kuzimia. Kwani kuna nini kinaendelea ambacho mimi sikifahamu hapa? Nisamehe daktari, yawezekana sipaswi kushangaa, lakini kwangu mimi jambo hili limenishangaza sana, kwa sababu kwa ukweli huyu msichana alikuwa ameajiriwa katika nyumba ya kaka yangu kabla hajaja kuishi na mimi. Sasa kipindi chote hicho akiwa anakaa katika hiyo nyumba, sikuwahi kumwona akiwa anatoka nje au kuwa na mpenzi. Sijui, lakini wasichana wa sasa huwezi kuwasemea kwa sababu wanaweza wakawa na mipango mingi. Ndio maana nimeshtuka. Aha, sasa nimeelewa. Nimejua tatizo liko wapi, na ndio maana nilipompatia hizi taarifa hakufurahia, na ndizo zilizompelekea mpaka akafaint. Sasa itakubidi uweze kuzungumza naye taratibu, na kama unaona kwamba unashindwa, unaweza kunipatia mimi nafasi nikaweza kuzungumza naye, kwa sababu mimi nina mbinu za huweza kuzungumza na mtu ambaye yuko katika situation kama ya kwake. Lakini naamini wewe ni mtu mzima, unaweza kuzungumza naye kwa utaratibu kabisa. Na kuelewa daktari, lakini sasa nitazungumza naye kuhusiana na nini? Kwamba ujauzito kaupata wapi? Yaani sijui, hata nakosa maneno ya kuweza kuzungumza, lakini mpaka amefikia katika hatua kama hii, inaonekana kabisa yawezekana mimba ni ya huku ambapo alikokuwa anafanya kazi kwa bosi wake, na yawezekana sio kwamba tu wamekosana na bosi wake kwa sababu ya kuto kufanya kazi, kuumwa na nini. Yawezekana bosi wake kuna kitu pia amekihisi. Kwa kweli hapo mimi siwezi kufahamu nini alichokosana na bosi wake, kwa sababu mimi hayo yote sikuyajua. Wewe ndo unanieleza hapa. Itakachoweza kukifanya ni kuweza kumpatia ushauri wa kitaalam, namna gani ya kujitunza, namna gani ya kuweza kuishi, kwa kuwa sasa hivi ana kiumbe tumboni. Hicho ndo nachoweza kukifanya, na pia nini mnaweza kumpunguzia stress ama attack, na kuweza kuzungumza naye kwa ukarimu. Bosi umeniita? Jamani, leo uko busy bosi. Wanataka kukuua bosi wangu na kazi. Kwa kweli leo nina kazi nyingi sana. Hii ofisi imekuwa na kazi nyingi sana na inabidi niweze kuzimaliza. Siwezi kuondoka kwa sasa. Ninachotaka kukuambia ni kwamba nimemwitia yule msichana bodaboda. Atakuja kumchukua na kumpeleka nyumbani. Mimi nitamkuta nyumbani. Lakini pia nilitaka nikuulize, wewe umefahamiana vipi na huyu msichana? Mbona anaonekana na kierere namna hiyo? Pale nyumbani kwetu ataweza kukaa? Kwa kierere alichokuwa nacho, yeye na mamangu ataweza kuelewana kweli? Huyu msichana ni nimefahamiana naye huko ninakokaa, lakini ni msichana ambaye anajituma na anafanya kazi kwa bidii. Yaani watu wamekuwa wakimsifia sana katika ufanyaji wake wa kazi. Uliposema una shida mfanya kazi, nikaona kwa nini nisikuletee hii jembe. Ninaweza kuona kama mdomo. Huo mdomo wote unaona ulivyochongoka kama chuchunja. Anaweza kuwa anaongea, lakini anachapa kazi. Nyinyi mtaangalia namna gani kuweza kumfanya, hata ikiwezekana fimbo kumchapa, mchapeni. Ili mradi tu aweze kufanya kazi kwa bidii. Hapa mmepata. Hapo kwenye ufanya kazi mimi sijui, kwa sababu bado sijamwona akiwa anafanya kazi. Lakini kiukweli katika kuongea, anaongea sana. Yaani anaongea kupita maelezo. Kama utaweza kuongea naye, mwambie apunguze kuongea sana. Apunguze mdomo. Nyumbani kwetu sisi hatutaki watu wenye mdomo. Tunataka mtu ambaye anasikiliza na kuongea kwa mpangilio, lakini sio kuuliza maswali ambayo hayamhusu mpaka pale atakapoelekezwa. Anakuja kufanya kazi, hajaja kwenye kazi ya kuja kuuliza watu maswali na kujibika. Usijali bosi, hilo limefika. Yaani naenda kumwambia kabla huyo bodaboda hajafika. Yale nitakuwa nimeshasemezana naye. Anaongea ni anataka kukuchosha bosi wangu. Ulivyokuwa na kazi nyingi na bado anakuletea mdomo. Jamani, wasichana wa siku hizi sijui wanajikuta kina nani. Mbala wacha. Hawawezi kutulia. Mtu unamsaidia umemtoka mtaani. Usi kidogo tu angechanganyikiwa, angekuwa kichaa. Mtu unamsaidia, unamleta kwa mambosi.
alafu anakuja kukuletea mdomo. Bosi wangu, hilo limeisha. Hivi kijana, nikuulize, wewe hapa umekuja kufanya kazi ama ni kitu gani ambacho kimekuleta hapa? Hii ni ripoti gani umenitumia? Hivi ndo vitu ambavyo unavipanga muda wote. Umekaa siku nzima niko nasubiri ili fag, ndo ujinga ambao unaufanya. Then you're expecting sisi tuweze kukulipa. Where do you think sisi tunapata hizo pesa? Eti kijana, umekuja hapa kama ikutalii ama umekuja hapa umeambia huko ulikotoka kuna sehemu pa kuokota pesa za bure? Kwa sababu hata hichi kitu ulichokiandika sijui kama unakifahamu. Bosi, katika hiyo ripoti nimepitia mara mbili na kwa kweli sijaona makosa na nimepangilia kutokana na maelekezo ambayo nilikuwa nimepatiwa na Ramlitha. Ndivyo nilivyofanya. Bosi, sikujua kama hivyo haitakiwi, lakini Ramlitha ndiye aliyeniambia kwamba mimi niweze kupanga hivyo nilivyopanga, na nikaona kabisa kutokana na kile ambacho mimi nimekisomea, basi tunaweza kupata faida kwa namna hiyo. Faida gani kijana? Hebu niambie, ni faida gani? Ni nani ambaye atawekeza ama ataleta project yake katika hizi pesa ambazo umeandika hapo? Mradi ni wa milioni 5, faida ije milioni 20, tena kwa kipindi kifupi kama hicho ulichokiandika. Unafanya hata research kweli? Are you sure hichi unachokifanya unakielewa? Sikiliza nikwambie kijana, kama umechoka kuweza kufanya kazi, unaweza kuchukua mapumziko na kuweza kuondoka, because you are useless. Bosi, kwa kweli mimi bado sijachoka na natamani kuweza kufanya kazi. Unaweza kunionyesha makosa yangu na kuniambia ni wapi nilipokosea ili niweze kuyasahihisha. Hakuna kitu ambacho utasahihisha hapa. Kama umeshindwa kuliona tatizo tokea mwanzoni na umeweka damage kubwa namna hii, hakuna kitu chochote utakachokisahihisha. Kijana, ninachokiongea nina uzoefu nao nacho. Wewe hii kazi hukuisomea, ulisikia tu nafasi za kazi zimetoka, ukaamua kukimbia na huja, lakini bado ulikuwa uamini kitu ambacho unachokifanya, kwa sababu hata kama sasa ungekuwa unajua ni kitu gani unachokifanya, ungekaa chini na kuweza kujifunza. Hii ni kitu gani ambacho unaniambia? Kijana, unataka nikupe nafasi gani ambayo unaitaka? Ya kudiki chooni, ya upishi, ama ya usafi wa ofisi? Kaka samahani, wenyewe hawapo. Labda unaweza ukaenda alafu ukarudi ama ukasubiri. Sasa mitikasi gani hii? Watakuwa wameenda wapi hao? Mi kuna mgeni nimeambiwa nije nimfuate hapa. Yaani haraka tu nataka nije nimfuate, alafu na trip ya kwenda mbali sana. Au ni wewe nini mgeni mwenyewe? Mimi hapa ndo mgeni. Umeambiwa uje umfuate, umpeleke wapi? Maanake mimi nilikuwa namsubiria bodaboda anipeleke kwa bosi, sijui nimeambiwa bosi. Kumbe ni wewe bwana. Twenzetu bwana. Twende ukakamate chuma nikupeleke faster. Sasa huyu Kibwaya amekwenda wapi jamani? Atakuja kuniletea matatizo katika hii ofisi. Kibwaya siki. Itabidi nimpigie Mama Sim. Lakini hata nikimpigia Mama Sim atawezaje kuwasiliana naye na Kibwaya ana simu? Hey jamani. Yaani Kibwaya sijui ni maneno gani ameongea na bosi wangu. Na amekwenda wapi huyu kicharuka? Huku hata payu vizuri. Nishakuja kubeba matatizo jamani. Wetu kuja kunitia aibu, nije nitenguliwe katika nafasi yangu. Sasa posi kija kugundua kwamba huyu ni ndugu yangu, sitakuwa balaa kabisa. Jamani, sijui ni kimbelembele gani kilinituma nikamchukua Kibwaya. Wakati nilijua kabisa kichwa chake sio kizuri. Bendera inapepea nusu mlingoti. Binti, natumai umekuja kwa lengo la kuweza kufanya kazi. Hujaja kutembea hapa. Kama huko ulikotoka uliwaambia kwamba watu unakwenda matembezi, hapa sio matembezi. Umekuja kufanya kazi, tena kazi kweli kweli. Hapa nyumbani kwangu hakuna mchezo. Kama unavyoona nyumba hii ni kubwa na sisi hatuhitaji uchafu. Kitu cha kwanza ambacho nataka uelewe, umefika hapa nyumbani, nitakuonyesha mazingira yote, lakini tunamhitaji mtu ambaye ana nidhamu na mfanyakazi wa kweli. Bosi wangu usijali. Mjengo mbona mimi nimeuona jamani? Watu wanaishi huku mjini. Watu wanaishi jamani. Si tunakaa kwenye vibanda umiza tetere, unakutana na chawa, unakutana na kunguni, unakutana na siafu, unakutana na sijui nyoka, unakutana huko na panya. Yaani tuna wanyama wa kila aina kama tunakaa zoo. Lakini huku jamani kumetulia, kunaonekana hata wadudu hakuna.
Yaani mfanyakazi hapo umepata. Mi mfanyakazi, mi nachotaka kujua pesa. Unaweza ukapunguza huo mdomo kidogo ukapata kunisikiliza ninachojaribu kukuambia. Kama umekuja na kunguni, itabidi uziache huko nje, kwa sababu hapa nyumbani kwangu sihitaji kunguni wala wadudu. Hapa sio chooni. Hao wadudu uliowataja wanakaa chooni au mbugani huko. Hapa sio mbugani wala chooni. Sasa nisikilize, umefika katika nyumba yangu, hakuna kupumzika. Utaamka saa 10 asubuhi na utalala saa 5 usiku, baada ya watu wote kulala na kazi zote kumalizika. Lakini pia nahitaji usafi wa hali ya juu. Kama unavyoiona hii nyumba haina kona yenye uchafu, nitapita niweze kukuonyesha. Na hapo kwenye swala la pesa, utakapofanya kazi vizuri ndipo nitakapojua nianze kukulipa shilingi ngapi. Jamani, biashara gani hiyo jamani? Biashara gani we mama? Mi nikuulize tu, yaani mimi nikafanye kazi alafu ndipo uanze kuniambia mimi mshahara wangu? Ukiniambia 200 nitasema nini mimi? Sikiza nikwambie bi mkubwa, mimi mwenyewe kwetu nina shida. Usione hapa nimekutajia wanyama ukafikiri kwamba kama yani nimekuja hapa kwa sababu nimekuja kufuata majengo. Mimi ninachotaka mshahara wangu ni ujue mama, kama unataka mimi niweze kufanya kazi kwako. Kama hutaki mimi nibebe kibegi changu niondoke. Hapa sio kwetu bwana. Hii ni takataka gani jamani? Helen ameniletea. Ni takataka gani hii? Mtu anaongea kata. Hawezi hata kutulia. Mama yake na Jose alitaka kuweza kukuona na kuweza kuongea naye, lakini pia kuna mzigo nataka uweze kumpelekea. Umesikia mwanangu? Na kujua mdomo wako. Utakapofika huko tafadhali ongea na ule mwanamke vizuri. Kumbuka ni mama mkuu wako mtarajiwa. Hivyo utakapoongea naye vizuri ni kwamba utatengeneza njia nzuri ya wewe kuingia mule ndani na kuwa na mahusiano mazuri na ile familia. Unajua siku zote mama ndo muumini mkubwa katika familia. Mama, lakini mimi sitaki kwenda kwa huyo mwanamke. Naenda kufanya nini mama? Mimi nimeshakwambia mama, mimi na Jose tuwezi kwenda mahali popote. Kwanza sio mwanaume ambaye mimi ninayemtarajia aweze kuwa mume wangu. Hatuna mawazo yanayofanana. Lakini licha hivyo, sisi ni watu wawili tofauti mamangu. Kwani unataka kulazimisha mimi kuweza kuolewa na mtu ambaye nisiyempenda? Unafikiri mama nitaweza kukaa naye? Sitoweza mama. Kwani unataka kunisababisha mimi matatizo? Ila familia mimi siipendi. Ile familia huipendi. Uipendi kwa sababu gani? Iliwahi kunyonga mtu, iliua mtu. Yaani mimi nakutafutia familia ambayo ni nzuri katika hii jamii na bado huitaki. Unamnang'ania mwanaume ambaye hujui hata iko na wanawake wangapi huko aliko. Hivi nikuuliza wewe Anita, unataka mpaka mama yako niweze kufa kwa pressure? Unataka niweze kufa kwa stress kwa sababu yako? Ni kitu gani ambacho unataka wewe kupenda? Sisi zamani tulikuwa tunaulewa na hatupendi hata wanaume, lakini tunaweza kuishi nao. Si ndio hawa baba zako? Lakini mama, zamani sio sasa. Mambo yamebadilika mama. Siku hizi kuna maradhi mengi sana, tofauti na mlivyokuwa zamani. Lakini pia ni lazima tufahamiane na wajuane vizuri. Na mimi namjua Jose, sio mtu ambaye mimi naye tunaweza kukaa mahali pamoja tukawa na mahusiano ama na familia. Hakuna kitu cha namna hiyo mama. Namuheshimu kama binadamu wa kawaida, lakini sidhani kama atakuja kuwa mpenzi wangu. Na mama, naomba usilazimisha hilo, kwa sababu utakapoishia halitoshea vizuri. Linaweza ikafika sehemu ambayo hupendi. Anita, nimekuambia kutaulewa na Jose na hakuna mwanaume mwingine ambaye atakuja hapa nyumbani atakayemkubali. Huyo Jose ndiye utakayeolewa naye. Mimi mtoto wa rafiki yangu namjua na najua namna gani kuweza kuzungumza na hiyo familia. Unataka kuolewa huko nje? Ukakae nje. Mama yako nibaki mimi hapa mwenyewe. Si bora unaolewa hapo, unaweza kuja kuniangalia mimi hapa. Na bado utakuwa na mali za kutosha. Anita, umekaa nje miaka yote hujaleta kitu chochote na bado unataka tena mwanaume unamlilia? Nisije nikasikia wopo bafu. Nenda kajiandae, unaenda na sitaki maelezo. Lakini baba, mbona nasikia tayari ushauza lile duka? Ado hujanipa baba. Si mwanao mpendwa kabisa. Tunakaa tunapanga madili mengi babangu, afu unapata pesa ado unakula mwenyewe. Kwani nilipouza hilo duka niliwaambia kwamba hii pesa tunakuja kula pamoja? Ni pesa ya familia hii. Lile ni jasho langu, ni pesa yangu. Mimi sikusomea kwenda kushika jembe, nilisomea kuweza kutumia akili. Na wewe na mama yako itabidi muweze kutumia akili ili muweze kupata pesa zenu. Sasa mimi msije mkakaa hapo mnategemea eti nitatoa fungu katika pesa zangu kuweza kuwapatia. Tena na ile jeuri mama yako aliyokuwa nayo. Hata ndururu moja mwezi kupata. Kila mtu atajitegemea huku nyumbani, hakuna mtoto mdogo. Sasa nimegundua mama wapi ambapo anapopata kichaa.
Baba, unajua wewe binafsi sana, unapopata cha kwako kinakaa kibindoni, lakini cha kwetu sisi unataka sote tuweze kushirikiana na wewe uweze kupata. Hivi baba, kwa nini unakuwa hivyo? Kwa nini unakuwa wewe sio mtu mwenye utu? Hebu mwangalie mama anavyopambana kule, alivyoshika jembe ule mwanamke mpaka mgongo utataka kupinda. Anatafuta chakula, anapika, na baba unakuja unakula chakula hiko hiko, lakini senti 5 yako utoi. Baba, ulivyokuwa mbinafsi, una shida gani? Mama yako hakusoma na ndio maana anashika jembe. Ulitaka nani amtafutie chakula? Mimi nilimtunza vya kutosha, na ndio maana mpaka unamwona mama yako hivyo alivyo. Yeye inabidi aweze kupiga jembe vile inavyowezekana tuweze kupata chakula. Hicho ni kitu kidogo sana. Mimi nimewajengea hili jumba, mnakaa sehemu nzuri, badala ya kunishukuru mimi mnakaa mnaanza kuniangalia ni kitu gani ambacho baba anafanya. Nyie mna akili timamu kweli? Tena unatakiwa uende huko shamba na mama yako ukapige jembe huko, katafute chakula. Mi niende shamba nikafanya nini baba? Namsubiria tajiri aje anioe mi nianze maisha, niende shamba nikapige jembe? Sio kweli babangu, mi nishajipata, nishajipanga. Watakapo kutundika mimba ndipo utakapojua wapi pa kuipeleka hiyo mimba, kwa sababu hapa ndani hutoingia, na huo umebeba chakaramu, ndipo utakaposhika adabu kabisa. Hili ndio jiko utakalolitumia, sio lile la ndani. Lile la ndani hapana, ni kwa ajili yangu mimi ninapopikia familia yangu, na sio kwa ajili yako. Lile utalifanyia tu usafi na hautopikia pale. Chakula utakachopika nataka upike chakula kitamu, kitamu chenye ladha katika hii familia. Sasa kama hujui kupika na unanisumbua kuhusu mshahara, hapo ndipo tutavaana vizuri, utanieleza ulikuja kufanya nini. Lakini sijamaliza hapo. Chakula utakachopika wewe cha familia yetu hakikuhusu wewe. Utapika, kuna kabeji, kuna dagaa na unga wa dona upo, na ukiisha unasema mapema ili ukasagwe. Ebu ngoja kwanza mama, kwa mshahara shilingi 60,000, mshahara ulionitajia 60,000, ndo unaniambia eti mimi nitakuwa nakula makula nsife? Nakula dagaa, nakula kabichi, nakula ugali wa dona. Kwani mama, mimi nimekwambia hapa nimekuja kubeba matofali au nimekuja kuwa nani jamani? Mbona mimi sielewi jamani? Mama samani, lakini sio kwa ubaya. Kwani unanionaje mimi nimekaa kama ng'ombe au mbuzi au nguruwe tena jamani? Hebu siniumize kichwa. Shukuru Mungu hata nakupatia chakula. 60,000 ni pesa nyingi sana. Kwa kazi gani ambazo unakuja kufanya hapa? Kazi za usafi? Hizo si kazi ambazo unaweza kuzifanya nyumbani kwenu kila wakati. Kazi za upishi, wewe nyumbani kwenu wapikiagi wazazi wako. Mimi nawasaidia nyinyi maskini. Alafu hicho chakula utakachopika cha kwako hautotumia mafuta yangu. Kwenye huo mshahara wako utatoa hapo ukapate kununua mafuta ya kuweza kupika hicho chakula chako. Nimesha kupatia hicho chakula, nimetosha. Na kama unaona haiwezekani, uweze kuondoka nyumbani kwenu sasa hivi, kwa sababu tutakuwa tumeshindana na masharti. Ama kweli msala matatizo tena nishajikuta, nishajibeba mwenyewe. Kile kiroba changu nilivyokuwa na kibeba, nasema nakuja kufanya kazi. Ama kweli nimepata kazi. Hii kazi, sikiliza nikwambie mamangu, hebu niache kwanza nikae chini nifikirie nilichokuja kukifanya, alafu nitakwambia kama nataka kuendelea au ninataka kuondoka. Nipatie muda kidogo, kama dakika 10, maanake kichwa kimejaa mambo haya. Mara nishageuka sijui ng'ombe sijui mbuzi, au nianze kubweka. Maana hivyo vyakula huu ni ujinga wa hali ya juu. Nawezaje kumwacha mamangu akaweza kunitawala namna hii? Hivi mama anafikiri kwamba kila mtu anaweza kuendesha maisha yake vile anavyotaka? Ni mama yangu, sijakataa, lakini anawezaje kuingilia uhuru wangu? Siwezi kukubali namna hii. Mama anafikiri kwamba anaweza kumpangia kila mtu namna ambavyo yeye anavyotaka na nafsi yake inavyotaka. No. Sio kwangu mimi Jose. Inabidi aweze kuelewa mimi ni mtoto wa kiume. Shikamo baba. Unaendeleaje? Nimekuja kukusikiliza. Kama uko na umuhimu wa kuja kunisalimia uliporejea, kuna umuhimu gani wa wewe kuja kunisalimia sasa hivi? Wewe sikiliza maelekezo nayokupatia basi, na kisha bunduki zako.
Oscar alikuja hapa na kuleta dokumenti ambayo hiyo dokumenti ina makosa kibao. Sasa nataka unieleze, ulikaa na Oscar na kumwelekeza kitu ambacho anachotakiwa kukifanya vizuri, na kama ulimwelekeza, uniambie kwamba ulimwelekeza kitu gani na yeye amefanya kitu gani, kwa sababu naona this office mnataka kuniletea mchezo. Boss, nilimwelekeza vizuri. Nilimwelekeza kwamba ule mradi ulikuwa ni mradi wa milioni 5. Katika hesabu atakazozipiga, apige hesabu ambazo hazitomuumiza mteja na hazitotuumiza sisi. Lakini pia nilimpa mfano kwamba labda katika kila product tunaweza kupata faida ya shilingi 100. Katika hizo product ambazo mteja anazozitaka, itakuwa ni shilingi ngapi? Na nilidhani alielewa na kufanya vizuri. Sasa mbona vitu alivyoniletea ni vitu vingine tofauti kabisa? This is stupid. Yaani mtu analeta vitu ambavyo hata mtoto wa darasa la kwanza hawezi kuandika vitu vya namna hii. Nadhani huyu kijana amechoka kuweza kufanya hii kazi. Sasa nataka uweze kunitumia faili ambalo wewe ulimpatia la kuweza kufanya hiyo kazi, na nataka niweze kulipata leo na wala sio kesho. Naona huko ofisini watu mnakuja kutembea na sio kwa lengo la kufanya kazi. Kitu kingine ambacho naitaka nielewe kutoka kwako, mawasiliana na Cheryl. Ndiyo bosi, nimewasiliana naye na anakaa nyumbani kwangu. Oh, now I know. Anakaa nyumbani kwako, eh? Umeamua kumuhifadhi wewe. Ni ndugu yako yule. Unamjua. So, wakati Cheryl alikuwa ananitumia barua za madai ya mirathi yake, mlikuwa pamoja mkiwa mnashirikiana, si ndivyo? Barua za mirathi? Ni barua gani hizo baba ambazo unazozizungumzia? Mnafiki mkubwa wewe. Sasa hivi huelewi ni barua gani ambazo mimi nimetumiwa, si ndivyo? Get out of my office kabla sijapata hasira nikakuzaba vibao.